Yenyewe masuala ambaye zile 10 point agenda ambayo waliweka ni vitu ambavyo already kwenye katiba, lakini pia implementation ya katiba pia mara nyingi huwa inataka political goodwill. Kwa hivyo ikiwa wanaamini well kwa wananchi itatekelezwa, ijapokuwa itakuwa ni short lived. Maana mara nyingi in politics ni interest. Na wakati hii kila mmoja iwe Ruto ya Raila, kila mmoja anahitaji mwenzake. Ndio maana wamekuja wakashikana ili wafanye kazi kwa pamoja, but kwa saa hii ni matakwa yao, na pengine kwa wananchi itakuwa tu 1 or 2 3. But kwa hii ushirikiano yao, let's say kwa Wakenya itakuwa ni afueni, sababu kutakuwa na amani na vile pia kutakuwa na utendaji wa kazi. Na hata hivyo, hata kama pengine kwa njia nyingine mwenzake pengine hangetaka kufanya zingine, lakini sababu wamekubaliana kwamba wanataka kufanya pamoja, utakuta kuna yale mengine ambaye serikali itafanya sababu ya ushirikiano ya ODM na Kenya Kwanza. But Wakenya kwa sasa wanataka suluhisho ya kudumu. Japokuwa hii mapatano yao haitaleta suluhisho ya kudumu, lakini kwa wakati hii kabla uchaguzi kutakuwa na suluhisho. But vile naona kwamba mara nyingi Kenya hii ni kitu ambaye ni ya kila mara. After every 5 years kunakuwa na jambo kama hili. Kwa hivyo sisi kama wananchi tungependelea kabisa wakuja na mkakati ambaye italeta suluhisho ya kudumu. Sio hizi ya mara moja. Kama mambo ya ajira mara nyingi ni kitu ambaye ni time bomb. Na ajira ili suluhisho lazima kuwe na friendly policies ambaye italeta investors waje kwa wingi ili ajira ya kazi ibuniwe, watu wafuate kuajiriwa. Sababu nafasi kwa serikali ni chache, mara nyingi ajira inakuwa kwa private sector. Mara nyingi kushirikiana, jambo la kwanza wanaweka their personal interest mbele, ambayo hiyo ni kawaida kwa kila mwanasiasa. Alafu hii ya pili ndio sasa wanaangalia ya public. So 2027 tukifika huko tutaona jinsi takavyokuwa. Tutaangalia yule mtu ambaye tunaona ya kwamba ana mean good for the country. Lakini hii mapatano yao hii is not for the good of the country, it is for the survival. Kwa jina naitwa Peter, natoka Voi. Mimi langu ni kusema kwamba kila wangefanya tu, najua hii wameshirikiana kwa sababu ya kusurvive kisiasa. Ruto anataka kusurvive kisiasa, Mheshimiwa Ruto. Lakini kwa mwananchi wa kawaida haitatusaidia. Sioni kama itatusaidia sana. Vitu vingi vimeleta shida katika hii nchi ya Kenya. Mambo kama ya kutekaji nyara wa watoto, mambo ya education imekuwa ufadhili wa watoto university imekuwa ni shida, watoto wetu hawasomi. Unarudi kuja mambo ya hospitali hazina madawa, waajiri wa vijana wamemaliza university wengi na colleges hawana kazi. Vitu kama hizo ndizo wangefanya, maana wamesoma, wana akili nyingi, na ndio unaona hata hii mambo yanafanya yote wanafanya kwa hasira, kwa sababu vile wanaona wako idle na wamesoma na wazazi tumeinvest kwao. Na unarudi mtoto tena anarudi kuja kukusumbua, hana kibarua, amekaa miaka 4 amemaliza university, amekaa miaka 5 hana kazi. Hizo vitu ziko na shida. Hakuja kwa mahospitali, watu wanakufa saa hii. Angalia kama kitu kama SHA vile imeleta shida. Watu wanakufa mahospitalini, hakuna kitu ya kuwasaidia. Vitu kama hizo, na pesa wanasema pesa hakuna. Na tax imepandishwa iko juu zaidi. Hakuna wakati kumewahi kukusanywa tax kubwa kama wakati huu. Hiyo pesa tuioni. Ingekuwa tunataxiwa pesa nyingi, lakini tuone tumetufanyia kazi, hatungekuwa na shida. Lakini sasa